Na leo ningependa tuangalie maneno ambayo hutakiwi kabisa kumwambia mpenzi wako, kwa sababu haya yana madhara makubwa kuliko unavyoweza kufikiri. Sio tu madhara ya kiakili, yanaweza kuleta madhara ya kihisia na yakasababisha changamoto ambazo zikashindwa kabisa kusuluhishika. Neno la kwanza kabisa ambalo hutakiwi kumwambia mpenzi wako ni kwamba natamani nisingekuwa na wewe. Kama unapata mshtuko, hivi ilikuwaje mpaka tukaingia kwenye mahusiano? Hii ni kumuonyesha yule mtu kwamba wewe, mimi nimekosea katika vitu, nimekosea duniani ni kuwa na wewe. Sasa hivi jiulize, hivi mtu akikwambia kwa lugha ya namna hiyo utajisikiaje? Tafsiri yake tunamwambia ni kama vile kuanzia ninapokuambia leo hivi ni kwamba wewe hauna tofauti na kiti kilichomo ndani. Wewe na kapeti ni sawa tu. Kwa hiyo unaposema natamani singekuwa na wewe ni kama lugha ya majuto kwamba kwa kweli sijui kwa nini nimekuwa na wewe. Ni kama kumwambia vile ondoka, sikuhitaji lakini nifanyeje? Umeniganda tu, umeningangania lakini mimi sikuhitaji kabisa. Kwa hiyo hii lugha inawezekana ikawa ni ya kawaida, ni rahisi, lakini ina tafsiri pana na kubwa sana. Kwa hiyo unapomwambia mpenzi wako, natamani singekuwa, au natamani nisingeolewa na wewe, natamani nisingekuwa, au hivi ilikuwaje kwanza mpaka tukawa wote. Hii lugha hii huwa inasababisha matatizo makubwa sana kwenye mahusiano. Na kuna watu ambao mpaka wameachana, upendo wao umepoa na sasa hivi hawezi kuelewana tena kwa sababu tu ya sentensi ndogo kama hii. Lakini neno la pili au lugha ya pili ambayo ni hatari sana na utakiwa kumwambia kabisa mpenzi wako ni kumwambia basi tuachane. Kila mtu ashike lake. Wakati mwingine watu wanasema kama ni kitisho, kama ni threat. Mtu mwingine anasema nasema hivyo ili nione kama atanipenda, lakini hii lugha ni ngumu sana ukimwambia mtu. Ukimwambia mtu basi tuachane, alafu sasa changamoto inatokea pia, wanaume pia hawajui kama ni utani. Ukimwambia basi tuachane anamaanisha anajua umemaanisha. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna mgogoro, kuna vitu vinaendelea ambavyo vilikuwa viko vizuri, hii lugha itapelekea ufaule uwe ni mkubwa zaidi. Unakuta mtu anasema kitu kidogo kimetokea, tuna watu wengine wanatumiaga sana kama kitisho chao, kwamba basi tuachane tu, kwani lazima tuendelee kuwa wote, lazima tuendelee kuishi pamoja, maisha si yalikuwa hapo kabla hujaja na maisha yanaweza kaendelea. Hii lugha huwa inasababisha matatizo makubwa sana kwenye mahusiano. Kwa hiyo usiitumie hata kama unataka kutishia, tafuta njia nyingine. Lakini kumwambia mtu basi tuachane, kila mtu ashike chake, kila mtu agawane cha kwake, kila wewe chukua cha kwako, mimi chukua cha kwangu, tuendelee na maisha, kila mtu endelee na maisha yake. Hii ni hatari sana, kwa sababu ni kama unakata ule muunganiko ambao unaunganisha kihisia, na inaweza kusababisha watu muishi kama mawe tu ndani ya nyumba, kwamba hamna uhusiano wote ambao unaendelea.